Yes, bana, hapo vipi wana Simba? Mmeviona vipi viwango vya wachezaji wapya Ribas Gueye, Anseti Oula ambao kwa mara ya kwanza wameanza ndani ya kikosi cha wekundu Msimbazi Simba Sports Club, ikiwa ni kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC. Kumbuka haya ni maandalizi ya mchezo unaofuata Esperance de Tunis katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, Simba wakiwa wanacheza mechi yao ya 4 katika ligi ya mabingwa bara Afrika, wakiwa wanaenda kutafuta alama 3 katika mchezo huo. Kiwango cha Ribas Gueye kinakushawishi kwa kiasi gani? Kiwango cha Ribas Gueye umevutiwa nacho kwa kiasi gani? Je, ni mchezaji ambaye ataisaidia Simba Sports Club? Umeridhishwa na uwezo wake kiwanjani? Umeridhishwa na skili zake? Lakini yeye ameanza kwa kujitambulisha baada ya kufunga bao lake la kwanza, akiwa ameanza kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi kwa mara ya kwanza, lakini pia amesababisha mkwaju wa penalti ndani ya Simba Sports Club. Kwa Ribas Gueye najua atakuwa amepata yes kwa mashabiki wa mnyama. Lakini twende tukatazame kiwango cha Anseti Oula vile vile, ambaye leo hii amekiwasha kwenye kikosi cha wekundu Msimbazi. Tuambie chini ya comment, umekionaje kiwango chake? Viongozi wa Simba wameleta mchezaji sahihi katika position sahihi? Yes, utatuambia pia kama umekubali kiwango chake. Twende tukatazame tukio ambalo limesababishwa na Ribas Gueye, mkwaju wa penalti. Je, ni kweli si kweli? Yes, to me ilikuwa ni penalti ambayo mwamuzi alipaswa kuikataa kwa sababu moja, penalti ni nyepesi mno, japo amecheza mpira. Mchezaji alichokifanya Ribas Gueye aliruka juu, kwa maana kwamba ni penalti ambayo ilikuwa haina mashiko kwa ajili ya mwamuzi kuamuru upigwe mkwaju wa penalti. Isivyo bahati kwa Simba Sports Club, Kibu Denis ambaye alipewa jukumu hilo la kupiga mkwaju huo akawa amekosa, na hapo Mashujaa wakawa wamepata ahueni. Kwa hiyo ile tuta haikuwa penalti halali kwa Simba, kwa sababu alichokifanya Ribas Gueye ni kumdanganya refari wakati Arajige, na yeye akawa ameingia kwenye mkenge na akapuliza kipenga kwamba ni mkwaju wa penalti, kwa sababu pia alikuwa ni mchezaji wa kuchungwa kwenye kikosi cha Simba, na kwa alivyokuwa amemshawishi, yes, mwamuzi angeweza kuamuru yes kwamba ni mkwaju wa penalti, lakini haikuwa mkwaju wa penalti, na yes, Simba walipoteza mkwaju huo. Lakini kama wewe unaamini kwamba ile ilikuwa ni clear penalty, tuambie ni kwa sababu zipi mwamuzi alipaswa kupuliza kipenga kwamba yes, ile ilikuwa ni clear penalty kama ambavyo alifanya, na utuambie kama haikuwa sio penalty. Tuambie ni kwa sababu zile. Sababu namba moja kwangu mimi ilikuwa ni penalty ambayo haina mashiko, kwa sababu Ribas Gueye alimdanganya Arajige mwamuzi wakati kwamba amechezewa mazambi. Wakati huo aliruka kwa sababu alikuwa anaogopa kuchezewa lafu, japo ilikuwa ni ndani ya penalty box. That's why wachezaji wa Mashujaa wamelalamika, lakini kikawaida mwamuzi akishapuliza ni mkwaju wa penalty itasimama hivyo. Lakini ukweli ni kwamba haikuwa penalty halali kwa Simba Sports Club, na huenda ndio maana Kibu Denis alipoteza mkwaju ule wa penalty. Na watu wanajiuliza, wapo wengi wachezaji ndani ya Simba Sports Club, kwa nini akapiga Kibu Denis? Yes, tuambie chini ya comment section.